Habari, mpendwa mtazamaji, kwa majina naitwa Irene Esau Ngirangela. Leo nitaenda kuhadithia stori yangu kwa ufupi ili uweze kujua mimi ni nani na ninajishughulisha na nini. Irene Ngirangela ni msichana au binti ambaye alizaliwa akiwa na changamoto ya ulemavu. Nilipata changamoto hii wakati nazaliwa. Nilipata shida upande wangu wa kulia, mguu pamoja na mkono, na pia kidogo ili affect namna yangu ya kuongea. Lakini pia mimi ni firstborn katika familia ya watoto 4, ni dada, ni msichana, ni mwanafunzi. Kwa sasa anasomea psychology katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Safari yangu ya maisha haikuwa rahisi, haikuwa nyepesi, na pia haikuwa ngumu sana kiasi cha kushindwa kuendelea kufikia malengo yangu kama msichana, na pia hasa kama msichana mwenye mahitaji maalum. Nimekutana na changamoto nyingi, vikwazo vingi na kupingwa kwa watu wengi, kutoka kwa watu wengi. So haikuwa safari rahisi, lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu niliweza kutumia changamoto hizo kama sehemu ya kujifunza na sehemu za kuniimarisha mimi mpaka nimefika hapa nilipo. So kwa kiufupi, changamoto ambazo nilipitia: kuna kudharauliwa, kuna kukataliwa, kuna maneno ya kila aina, lakini ni katika mimi nilikuwa nachukulia katika mtazamo wa kuniimarisha mimi ni hapa nilipo, na pia nimefanikiwa kwa mafanikio machache ambayo nimekuwa nayo, ni kama kuweza kushinda hizo sauti ambazo ni hasi, na pia kuweza kufikia malengo yangu ambayo nilikuwa nimeweka tangia hapo mwanzo. So hiyo ni kwa ufupi na kwa uchache kuhusu. Asante. Pia mimi kama msichana na kama watu wengine pia ni mwanaharakati. Kwa sasa ninajishughulisha na mambo ya watu wenye ulemavu, kupigania haki za watu wenye ulemavu, kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ulemavu, na pia katika upande wangu wa taaluma pia nafanya elimu kuhusu masuala ya afya ya akili, kuhusu mambo yanayohusiana na saikolojia kwa ujumla, na pia ninajitolea katika sehemu mbalimbali, taasisi mbalimbali. Kwa sasa ni youth educator katika taasisi ya Adult Disability Center, ambayo tunafanya shughuli za kuelimisha na kusaidia jamii kuhusu watu wenye mahitaji